Kwa hiyo kutokana na hali hii naishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutusaidia kuleta ndege na kupiga hao waliojenga kwenye mashamba ya kampuni. Kwa hiyo kutokana na hali hiyo tunaiomba serikali kwa muda mwingine changamoto kama hizi sio sisi tu na wenzetu wengine inaposikia basi itoe msaada kusudi hawa watu wasaidiwe. Ndege kolea hawalindiki. Sisi tunatoka nyumbani saa 11 na tunarudi saa 1 au saa 2 nyumbani. Kwa hiyo hata familia zinakuwa muda mwingine baba anakusahau. Kwa hiyo tunaiomba kwa muda mwingine, na sio changamoto hizi tu, na kuna changamoto zingine nyingi za kilimo. Watakaposikia sisi wananchi tunalalamika, basi waje watusaidie. Kabla ya sasa hivi, hali ilikuwa sio nzuri shambani. Ndege walikuwa ni wengi. Yaani tunatoka asubuhi saa 11 tunarudi nyumbani saa 2 hivi. Tukifika nyumbani naye tunapata changamoto, watoto tumewaacha tangia asubuhi, wanafika pale hawajala, muda mwingine tunaondoka tu tunadamka, watoto wa shule nao pia wanaathirika, muda unaurudi mama sio rafiki. Pia yani hata huko njiani tulikuwa tunapata changamoto, tunaweza hata tukabakwa maana muda sio sahihi wa kurudi, ulikuwa muda ni mbaya. Lakini sasa hivi tangia ndege ije, serikali walete ndege, wavipiga dawa hawa ndege, tunamshukuru Mungu sasa hivi hali ni shwari na tunakaa majumbani sasa. Kwenye halmashauri ya mji Ifakara, kata ambazo zimeathiriwa kwa maana ni kata 2, kwa maana ni kata ya Sanje lakini pia kwa Kidatu, kwa sababu ni kata ambazo zimeungana, zipo kwenye korido moja, na ndio maana katika maeneo haya pia kuna hizi blocks kwa ajili ya mashamba ya miwa, na maeneo ambayo wakulima wanalima mpunga yako karibu na mashamba ya miwa. Kwa hiyo ndege wamekuwa wakijenga mazalia kwenye mashamba ya miwa, na hivyo kuja kuathiri sasa kwenye maeneo ya mashamba ya mpunga. Kwa ujumla taarifa tulizozipata na baada ya kufuata ufuatiliaji katika maeneo yote ni kata 2 ambazo zilikuwa zimeathiriwa. Lakini bado tunaendelea kufuatilia maeneo mengine, ila kwa sasa hali imekuwa shwari, hatujapata ripoti kutoka maeneo mengine kupitia wataalamu wetu na wakulima. Sisi tumeweza kufanya operation hii ambayo imesaidia kuokoa chakula ama mazao ambayo yalikuwa katika takriban hekari 700. Na hii ni mwendelezo wa kufuata maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa kuhakikisha kwamba kama Tanzania tunataka kujitosheleza katika kujilisha chakula sisi wenyewe, lakini natulishe na wenzetu. Kwa hiyo kama serikali tunajitahidi kuhakikisha kwanza tunaokoa hata punje moja ya mchele. Kwa hivyo na si kwa zao hili, lakini kwa mazao yote, pindi inapotokea milipuko mbalimbali, sisi kama mamlaka tunakuwa tunaweza kukabili kwa haraka sana, na tunaondoa ile tamaduni kwamba paka tatizo limetokea limeisha ndio tunalifuata. Sisi tatizo linapotokea kwa haraka sana tunaweza kulifuata na kuweza kuikabili. Kama hivi utaweza kujionea hali halisi ilivyo hapa shambani. Vile vile serikali kwa kuona umuhimu na kuongeza nguvu za mapambano za udhibiti wa visumbufu mbalimbali, tayari tunatarajia hivi karibuni kupokea ndege yetu, kiacha hizi ambazo tunachukua tunashirikiana na wenzetu wa shirika la udhibiti wa nzige wa jangwani